Habari zenu? Tunazo. Habari zenu? Tunazo. Wahabi ni chawi la Kikatoliki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa vipindi vyetu bora kabisa, moja kwa moja tukitokea jijini Kampala, Uganda, na ikiwa tunaendelea na vipindi vyetu vya aina mbalimbali. Lakini leo nipo na jambo moja ambalo ni adhimu sana, ambalo nakutaka wewe mwenye akili kubwa ndio uweze kufuatilia na utaelewa kwa ukubwa kutokana na akili yako kubwa. Lakini pia kwa wale ambao wanaona akili yao ni ndogo, kwanza kabisa ndio tahadhari, usifuatilie klipu hii, kwa sababu naamini kabisa haitakusaidia, isipokuwa itakuvuruga sana. Na angalizo ni kwamba usianze kutoa mishipa ya shingo bila kuifuatilia klipu hii mwanzo mwisho. Lakini pia usicomment chochote kama tu haujaisikiliza mwanzo wake mpaka mwisho wake. Hii angalizo naitoa kwa sababu najua mwanzoni unaweza kupata shida kubwa, lakini mwishoni utaelewa kinachokusudiwa ni kitu gani. Na kubwa ni kwamba tulipofikia sasa, kwa mujibu wa tafiti na wana wa vioni wakubwa, wanasema habari za kufa tena hakuna. Maana yake wewe mwanadamu utaishi miaka yote katika dunia hii, tena ukifanya majambo yako yote pasina kufa tena. Lakini je, inakuwaje ili usife tena? Na je, inawezekana kutokufa? Na mambo yatakuwa katika hali sana namna gani? Kubwa ni kwanza nasi hapa tulipoanza mpaka kufikia mwishoni utapata majibu sahihi, kama je, watu hawafi tena, na je kwamba tayari tumefikia hatua hiyo kwa mujibu wa mambo namna alivyo. Kwa kweli kabisa na tunachungulia, tunaona kwamba watu wanajitahidi zifanye kila siku, na tunashaona kwamba habari za kufa tena hakuna. Hizo habari za kufa hazitakiwi kuwa tayari kusikiliza. Watu hawafi kwa namna gani? Hilo ndio kubwa. Dr. Saidna Sheikh Saifuddin Al-Ghazali. Yalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, hali gani Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala. Na hasa ukizingatia tupo katika jiji la Kampala. Jiji zuri kabisa, Mashallah, lenye watu wa karimu kabisa, na tukiwa na afya tele, hivyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Na bila shaka mimi nikwambie, tunaenda kutazama ulimwengu wa dunia hii ambayo ya watu hawafi tena. Lakini kabla ya kuelekea huko, kuna klipu ya huyu jamaa huyu. Ni vitabu vyote hivi unavyoona kila siku nakwambia ni vya kibiashara. Hayo maneno tunaweza tukayatumia kama tunavyosoma misali au tunavyosoma hisabati. Yaani mimi hakuna neno la kwenye kitabu cha dini chochote utanishtua. Yaani ni kama maneno mengine ya kienga ambayo yapo, unaweza ukayatumia kwa wasioelewa na wakayaitikia. Huyo wachungaji wote wako kwenye biashara, mashehe wote wako kwenye biashara. Hakuna mtakatifu hata mmoja. Wala hata sikudanganya, hata kama mtu anajaza kama sisimizi, hakuna mtakatifu hata mmoja. Wale wote ni wafanyabiashara, wanatafuta hela. Asikudanganye mtu hata mmoja. Sasa hapo kuna swali naliongezea. Umezungumzia kwamba hivyo vitabu ni vya kibiashara. Je, mtu kama anahitaji kwenda mbinguni afanyaje? Na je, wewe kama wewe Dr. Tazdin as the king of medicine, unaamini uwepo wa mbinguni? Maana kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba wenyewe wakifa basi habari ndio imeishia hapo hapo. Kwako wewe unaamini nini? Mimi naamini nafsi kuelea hewani. Fafanua kidogo, mjibu kiufupi sana. Fafanuzi hiyo, nafsi kuelea hewani. Yaani unavyokufa ile nafsi inaelea hewani kama nafsi zingine zinasubiri kiyama. Kiyama kipo kweli? Kipo kweli. Lakini huko mbinguni sasa sijui ulienda kwa staili gani. Achana na stori za vitabu hizo. Sasa kama kiyama kipo na maana na mbinguni kupo. Sasa hiyo mbingu uliiona? Dokta, mbingu uliiona? Kiyama ulikiona? Kiyama. Na mimi nakuuliza wewe, mbingu uliiona? Mimi mbingu sijaiona, wewe kiyama ulikiona? Unajua maana ya kiyama? Sifahamu. Maana ya kiyama ni uteketezi wa katika mwili kuwa katika roho. Sasa kama unajua kiyama, labda kiyama sijui palapanda Italia watu watakusanyika, ndio maana Biblia, vitabu vya dini hizi, Qur'ani zinawapotosha sana. Hamuelewi maana ya marekebisho. Unajua maana ya kiyama?
Sifahamu kabisa. Nafsi yako huu ni udongo, unavyokufa nafsi inaelea, ila haiwezi kurudi katika mavumbi ya uhalisia wa mtu, na inaelewa kila kitu kinavyoendelea, kwa maana kuna dunia ambayo wewe utaishi ukiwa kama nafsi ya kuelea. Kwa hiyo kiyama kitakuja pale ambako wewe nafsi yako napo itakuja kule kuishi, napo itakuja kupotea. Huko ndio itaenda kwenye hatua nyingine. Labda nikueleweshe kama ulikuwa hujui. Hii huwezi kuambia watu wa dini wakaelewa, mpaka watu waliosoma sana na watu wenye akili sana, watu wajinga tu wa kuaminishwa ujinga hawezi wakaelewa ninachokisema, na kunielewa mimi mpaka uwe na akili sana. Sasa Dr. Taz Genius, hayo madini, hizo taarifa wewe unazitoa wapi? Maana ni mpya kabisa, sije kuziona mahali popote. Sasa na ukizileta, kwa sababu watu waishaaminishwa na tayari waishalishwa matango poli kwa ajili ya kuongozwa, hawawezi wakaelewa. Bali wewe ukikaa na mimi muda mchache au unavyoongea utanielewa, ila ukiwa umeshikwa akili huwezi kunielewa. Unaweza ukaona kama nacheza, ila lazima uelewe, na ukweli ndio huo niliousema. Namna ambavyo umejaribu kumsikia huyu bwana, amejaribu kuonesha kwa fikra na mawazo yake kwamba vitabu vya dini ni biashara tu, mipango ya watu kadhaa wamekaa wakatengeneza wapige pesa zao. Kwa hiyo sasa akadai Qur'ani ni mipango tu, ndio watu wapate pesa, kwa sababu Qur'ani yenyewe ama Uislamu ni biashara tu. Sasa sisi tutasimama hapa kwenye Uislamu ni biashara tu. Tuanzie hapa kisha tukatazama ulimwengu wa watu wasio kufa. Dr. Saidna Sheikh Safdin Al-Ghazali. Tunamuona huyu jamaa, huyu hapa tunataka kumsikiza hivi punde tu. Kuna namna ambavyo amejaribu kuonesha kwamba habari za dini ni mipango tu wapige pesa. Lakini kwa mujibu wa maelezo yake na akajaribu kuonesha fikra zake, hili sala kwanza limekaaje, lakini pia kama jamii ya sasa inaweza kukaa ikawasikiliza watu wa namna hii, ni nini ambacho unaona kinaweza kwenda kutokea hasa katika zama za sasa? Tayeb. Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Ya Allah. Bila shaka wala wasiwasi, ulimwengu ambao tunaokwenda nao hivi sasa ni ulimwengu wa maajabu sana. Ukitaka kujua kama ni ulimwengu wa maajabu, tumetoka hapa kumsikiliza huyu bwana namna ambavyo anavyo ropoka. Unabaini dhahiri shahiri kabisa mtu huyu hajui ilmu ya dini wala ilmu ya dunia. Yani yeye yupo tu, ni bendera fata upepo, anakurupuka tu kusema sema. Lakini jambo la pili mimi ambalo nataka niwatanabaishe watu ni katika hali ifuatayo. Hata ukitazama sasa hivi na hasa vijana kuanzia miaka 2000, yani walozaliwa kuanzia mwaka 2000 kuja huku juu, asilimia kubwa sana ya vijana hawa wamekuwa mabroila kiakili. Yani akili zao ni sawa na wale kuku wanaokuzwa wanazalishwa bila baba, yani yai tu linatokea alafu wanatokea kuku. Kwa hiyo ndio wako hivyo. Kwa nini nakwambia hivyo? Sio akili sawa eti leo apatikane mtu mvuta bangi. Mtu huyu mvuta bangi eti awe anasema vizuri sana, anajua sana, anapatia sana katika masala ya dini kuliko shekhe aliokaa darasani akasoma kwa miaka kadhaa kuisomea hiyo dini. Eti huyu awe hajui dini, hafati dini, hana anachojua, ila mvuta bangi awe ndio anaweza kujua na anachosema ndio kitu sahihi zaidi. Si hivi ni akili au ni broiler? Ni akili ambayo ya kibroiler katika hali za namna hii. Sasa kuna mtu mmoja anafikiri yuko Zanzibar au Pemba. Yeye mara kadhaa utasikia asalamu alaykum ndugu zangu. Ndugu zangu leo nataka tuangalie, hakuna mashehe kwanza, hakuna mashehe. Haya maneno yanasemwa na mvuta bangi. Alafu wewe kijana na wewe unachukua maneno ya mvuta bangi, na wewe unatembea na yale maneno ya mvuta bangi kwamba anachosema mvuta bangi ndio kitu sahihi. Basi wewe akili yako imeoza, akili yako ina uvundo wa hali ya juu. Sahihi. Kabisa. Vijana wa miaka 2000, sisemi wote ila asilimia kubwa, akili zao zimevunda kabisa. Ni watu wa ajabu sana. Eti mtu kabisa ana comment pale kwamba alichosema mvuta bangi ni kitu sawa na wanachosema wanavioni au mashehe waliokaa darasani wakamsoma Mwenyezi Mungu miaka yote,
hawa wanakosea, hawa wanapotosha, hawa hawajui kitu, anayejua ni mvuta bangi. Kama tumefikia huko, kuna haja ya kukaa tukajitafakari mara mbili katika hili. Sasa mabroila wa akili hawa wamekuwa na shida sana. Na wanazuka kila kukicha. Sasa mtu anasema angalia maneno ya Abu Tainia. Abu Tainia. Kwanza hakuna mwanachuoni anaitwa Abu Tainia. Ni wa kwake yeye. Alafu anawaaminisha watu haya maneno ya Abu Tainia hayafai. Okay. Alafu anakuletea ya kwake yeye ndio yanayofaa. Yaani maneno ya mvuta bangi yanafaa, maneno ya huyo aliyomwita Abu Tainia hayafai. Yamewezaje kuwa ya mvuta bangi yanafaa na yamewezaje kuwa ya Abu Tainia hayafai? Wewe ujiulize, wewe kijana wa miaka 2000 umekuaje broiler kwa mazingira kama haya? Tuachane na huko. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, yallah, bila shaka mimi nimemsikiliza huyu ndugu yetu huyu ambaye tunaamini kabisa hajui usiku wala mchana. Yeye anaposema ya kwamba vitabu vya dini ni biashara, na hasa akataja kabisa Qur'ani, akataja na Biblia. Ni vitabu vyote hivi unavyoona kila siku nakwambia ni vya kibiashara. Ndio maana Biblia, vitabu vya dini hizi Qur'ani zinawapotosha sana. Sisi kwa kuwa ni Waislamu tutaisemea Qur'ani kwa sababu ndio kitabu kinachotuhusu, na hayo aliyoyasema wala sivyo ilivyo Qur'ani. Hajui usiku wala mchana. Huyu hajui usiku wala mchana. Kwa hiyo ni mtu wa kumrehemu tu. Na ukitaka kujua kwamba ni mtu ambaye hajui usiku wala mchana, kuna mtu mmoja akamuuliza swali kuhusiana na kiyama. Kaanza mwanzo kaongelea kuhusu kiyama. Alafu baadaye alipopigwa swali akawa sasa anababaisha. Maana hakutarajia kama angeulizwa lile swali namna alivyoulizwa. Sahihi. Sasa kiyama, mimi naamini kwamba kuna kiyama kipo. Sasa kiyama ni nini? Swali ndo likaja hapo. Yakasema mtu akishakufa tu anakuwa hewani. Yaani roho inakuwa iko hewani. Inakuwa iko hewani. Sasa kama kiyama kipo na maana na mbinguni kupo. Sasa hiyo mbingu uliiona? Kiyama ulikiona? Kiyama. Na mimi nakuuliza wewe, mbingu uliiona? Mimi mbingu sijaiona, wewe kiyama ulikiona? Unajua maana ya kiyama? Sifahamu. Maana ya kiyama ni uteketezi wa katika mwili kuwa katika roho. Nafsi yako huu ni udongo, unavyokufa nafsi inaelea, ila haiwezi kurudi katika mavumbi ya uhalisia wa mtu, na inaelewa kila kitu kinavyoendelea, kwa maana kuna dunia ambayo wewe utaishi ukiwa kama nafsi ya kuelea. Kwa hiyo kiyama kitakuja pale ambako wewe nafsi yako napo itakuja kule kuishi, napo itakuja kupotea, huko ndio itaenda kwenye hatua nyingine. Haya ni maneno ya kwake yeye, na wala hakunaga vitu vya namna hiyo. Sawa. Sasa sikiliza na nikwambieni ndugu zangu, hizi ni fikra zake. Na yeye ameropoka bila kujua wapo waliomtangulia kuropoka kama alivyoropoka yeye. Sasa twende sambamba hapa kwa uchache sana. Na kabla ya kwenda shekhe, watu natakiwa wafahamu kwamba huyu bwana karopoka. Na uropokaji wake inawezekana acheze anapochezaga. Sahihi. Katika kuchezea masuala ya dini ya Qur'ani hapana. Yeye achezee hiyo Biblia, achezee na huo upuuzi wake anaoufanya. Huku katika Qur'ani apaache kabisa. Kwa sababu watu wa Qur'ani wakikasirika itakuwa hatari. Na kadhalika wakikasirika wana namna ambazo wanaweza wakafanya. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Allahumma amin. Naam, ndugu zangu, huyu bwana katika maneno ambayo aliyoyazungumza, tutakwenda katika kitabu ambacho kilichoandikwa na mwana filosofu, mwana falsafa, ambaye hicho kitabu chake kinaitwa Al-Insanul Ilahu, kwamba mwanadamu ndo Mungu mwenyewe. Kitabu chake iko Al-Filosofu huyu ambaye bila shaka jina lake huyu mwamba anaitwa Yuval Harari. Kitabu chake kinaitwa nini? Al-Insanu al-Ilahu, kwa maana mwanadamu ndio Mungu mwenyewe. Kwa mazingira kama haya sasa, huyu bana alipoandika hiki kitabu, akaja huyu pamoja na watu wale ambao wana fikra na mawazo ya mfano wa huyu,
Lakini kadhalika na wale ambao wanaoitwa wachokonozi, wote ndio wenye akili za namna hii. Sikiliza maneno ya huyu mwamba, yeye anasemaje. Na hapo shekhe, mimi nigongelee msumari kwanza kabla kuendelea. Naam. Hawa wachokonozi angalau wao unaona kwamba wana vitu ambavyo wanapita at least wafuatilia hawa jamaa, lakini kama huyu yeye ni mropokaji, hamna kitu. Na kitu kingine ambacho unaweza kuwa anachotaka, alikuwa anataka azungumziwe ili aende, si mwizi tu, atapeli tu. Kwa hiyo hii ni hatari sana. Sikiliza haya maneno. Yaqulu al-Harari, anasema huyu mwana falsafa al-Harari. Huyu bwana mmoja katika watu ambao wanaokiri na kukubali ya kwamba kifo kinawezekana kuondoshwa kabisa, kufutwa, na watu wasife, yani kifo kikafutiliwa mbali, watu wasife tena, na hilo jambo linawezekana na ni jambo ambalo kimaabara limekubalika. Kwa mujibu wake anasema, la yamutu albasharu fil waqi'i lianna alilaha qada al-amra au lianna alfanaa juz'un asasiyun min khuttati kauniyatin udhma. Kwa hiyo bwana anasema la yamutu albashar, mtu hafi au kiumbe yoyote, katumia neno basharu. Basharu ni kiumbe wa aina yoyote mwenye uhai. Anasema la yamutu albasharu, hafi kiumbe yoyote fil waqi'i, katika kawaida au na kanuni namna zilivyo, hakuna ambaye anaye kufa. Kwa nini? Lianna alilaha qada al-amra, kwa sababu Mungu, hapa Mungu anayemkusudia ni nani? Mtu, kwa maana mwanadamu. Qada al-amra, yeye ndo ambaye ana uwezo wa kulisimamia jambo la kufa au kufanya mtu awe hai. Mtu ndo anaweza kusimamia masala haya. Huyu ni mwana filosofu. Mwamba huyu anasema lianna alfanaa, kwa sababu ya kifo, juz'un asasiyun, ni sehemu muhimu sana ya msingi, min khuttatin kauniyatil udhma, kutokana na michoro ya kidunia au ya kiulimwengu, na hasa katika njia zilizokuwa kuu. Kifo ni michoro tu. Ukiweza kuifuta ile michoro, khalas umemaliza na kifo chenyewe, hakipo tena. Habari ya kifo hakuna tena. Ana majambo ya jinsi yalivyo. Mwana falsafa huyo, filosofu huyo. Lakini kadhalika yamutu albasharu bisababi khalali taqnima, na anasema ili mtu aitwe kafa kama tunavyoona hivi sasa, ni kwa sababu ya kitekniko. Yani tekniko zinakuwaje? Mathalan wewe hapo ulipo, inawezekana una gari. Ile gari namna ilivyo ina mapuli yale. Kuna puli ambalo linawekwa nini ile cheni au tunaita mkanda, belt ile. Ule mkanda unakwenda katika puli jingine. Alafu ili puli nalo linawekwa tena mkanda, inakwenda katika puli jingine. Hizi inaitwa nini? Technical hizi. Ambapo ikizunguka ili puli moja litazungusha na hili na litazungusha na lile, ili engine iwe inafanya kazi zake. Wakati huo sasa kuna puli ambazo kazi yake lenyewe likizunguka ni kwa ajili ya kuzungusha feni tu, kwa ajili ya kupoza engine. Kuna puli lingine lenyewe linazunguka kwa ajili ya kusupport ili linalozungusha feni. Kuna lingine linazunguka kwa sababu ya kuzunguka kwa ile crankshaft. Kwa hiyo hivi inafanya kazi kwa kufanyaje? Kwa kutegemeana. Ndio huyu mwamba anasema yamutu albasharu bisababi khalalin taqniyin ma, yani mwanadamu ili au kiumbe ili afe, anaweza kufa kwa sababu za kitekniko tu. Ndio anaweza kufa katika, kama jinsi ambavyo unavyoona moyo unafanya kazi ukisaidiana na figo, ukisaidiana na ini, ukisaidiana na mapafu na mengineyo katika organs zinasaidiana. Kwa hiyo panaweza pakafa kimoja kati ya hivyo ikawa sababu na vingine kufanyaje? Kusimama. Ndio maana akasema wanadamu kwa maana ya viumbe wana uwezo wa kufa kwa sababu za kitekniko tu katika hali za namna hii.
Tena kikusudia kimoja kinaweza kupata madhara kupitia hicho kikasimamisha uhai katika hali za namna hiyo. Kwa mfano akasema yatawakafu alqalbu an dhakhi dami, inawezekana moyo ukasimama na ukaacha kusukuma damu, ukasimama kabisa. Au yansuddu sharayinu raisiyu, au kadhalika vile vile mishipa mikuu ikaziba, ikawa damu haiendi, sasa mishipa ishaziba. Au tantashiru alkhalaya sirtaniya, au kadhalika zikaenea vimelea vya kansa katika mwili wa kiumbe. Au tatakatharu aljarathimu, au kadhalika vile vile inawezekana bakteria wakazaliana tena firriataini, katika mapafu ya huyu mwanadamu. Wakizaliana bakteria katika mapafu, kuna hatari ya pafu kushindwa kufanya kazi, kwa maana tekniko ile inaharibu mfumo wake. Kwa hiyo mwanadamu hufa au hupatwa na kinachoitwa kifo, kwa mujibu wa huyu bwana mkubwa Al-Harari. Kwa maana hufa katika hali za namna hiyo. Al-amru, hili ni jambo ambalo birimmatihi mashakilun taqniya, kwa uhakika wake ni matatizo ya kitekniko tu. Huyu mwamba anasema hivyo. Nataka tuone namna gani alivyosema kifo hakuna, kama jinsi ambavyo wanavyotembea na fikra hawa watu ya kwamba hakuna Mungu hapa. Hakuna Mungu, mwanadamu mwenyewe ndo kamtengeneza Mungu kwa fikra zake. Haya ni maneno ya hovyo kabisa. Ni maneno ya watu wasiojua usiku wala mchana. Wanakoti maneno ya hawa mafailosofu hawa wanaozungumza katika hali za namna hii. Na ukiwa hauna akili kubwa unaweza kwenda na maji kwa mambo ya namna hii. Sikiliza maneno namna jinsi ambavyo wanavyosema. Lakini akasema wa kullu mushkilatin taqniyatin laha hallun taqniyun, lakini kadhalika na kila tatizo ambalo ni tatizo la kitekniko kadhalika linaondoshwa tatizo hilo kwa tekniko nyingine. Yani ukitega ile mipango yako ikawa inakwenda, basi huondoshwa tatizo kwa kutega mipango vizuri katika hali za namna. Manake mistari ya kifo sasa inakwenda kufutwa kabisa, watu wanaanza kuwa hawafi. Ndio sasa ya mawazo wanaotembea nayo wengi katika wajinga wa zama za sasa katika hali za namna hiyo. Sikiliza maneno haya. Anasema lasna bihajati al-intidhari dhuhuri thani lilmasihi litaghallubi ala almaut. Al-Harari anasema hatuna haja sisi ya kusubiri ujio wa mara ya pili wa Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam, eti litaghallubi ala almaut, kwa ajili ya kukishinda kifo. Hatuna haja ya kumsubiri Nabii Isa eti kwa sababu ya kukishinda kifo. Mwanafalsafa huyo na wataalamu katika ilmu hizi wanasema katika kitabu chake kinachoitwa nini, Al-Insanul Ilahu, kwa maana mwanadamu ndo Mungu mwenyewe katika hali za namna hii. Nataka tuone zifikra na mambo jinsi yalivyo na mazingira yalivyo hivi sasa. Wallahi ni hatari sana ndugu yangu. Ndio wanapatikana watu wajinga, wapuuzi, washenzi kama huyu jamaa, alafu anakuja kusema Qur'ani kitabu cha biashara tu. Mtu mjinga kabisa huyu. Na tutamwambia biashara inakuwaje? Qur'ani imeeleza mifumo ya watu kufanya biashara, wala hakuna tatizo. Haya, sikiliza maneno. Tena bistitaati ithnaini min almuhandisain, ili suala la kuto kukaa watu wakamsubiri Nabii Isa eti kwa sababu ya kufanyaje, ya kukishinda kifo, ili ni jambo ambalo linawezekana kupitia wahandisi wangapi? Wawili tu wanaweza kumaliza mambo ya kufa yawe hakuna kabisa katika hali za namna hiyo. Tena fi mukhtabiri alqiyam bidhalik, katika maabara ambazo maabara hizo zinasimama imara kuhakikisha majambo yanakwenda kufuta kabisa ile mistari ya kifo. Watu hawafi tena. Watu hawataki kufa. Mnakufaje basi? Mnakufaje? Wakati umefika wakati watu hawafi tena, hawataki kufa tena, na wala hawafi mzee. Watu hawafi mzee. Sikiliza maneno haya sasa. Wa idha kana almautu fima madha, hata kama umauti katika muda uliopita, takhsisan
lirijali din, ilikuwa ni maalum kabisa ukiwahusisha watu wa dini. Kama jinsi ambavyo tulivyoona Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa idhini ya Allah aliwahi kumfufua mtu. Kaenda Mtume mahala fulani akakirimiwa. Baada ya kupewa takrima, yule mama aliyomkirimu analia, anasema mwanangu amefariki, ana umri mdogo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwomba Mwenyezi Mungu akawa hai yule. Nabii Isa kafanya hivyo pia. Na manabii wengi tu wamefanya matukio ya namna. Na sio manabii tu, hata mawalii wapo shekhi wamefanya matukio ya namna hiyo. Wapo kabisa. Kwa hiyo sio maajabu. Sawa. Kwa hiyo sasa hili jambo lilikuwa linaonekana wanaoweza kulifanya hivi ni watu wa dini, ndio ambao wanaweza kulifanya hivi. Sasa sikiza maneno. Wallahutiyin, anasema huyu bwana Al-Harari katika kitabu chake, na hata wale wataalamu katika masala ya dini ya Kiyahudi, kwamba walikuwa na uwezo wa kufanya vitu vya namna hiyo. Fa innal muhandisin, kisha akasema hakika ya wahandisi. Sawa. Lakini kadhalika hum man yatawalla amrahu haliyan, hao ndio watu ambao sasa hili jambo la kurejesha uhai watu kufa sasa hivi liko mikononi mwa wahandisi, wataalamu wa tekniko hawa. Ndio hili jambo liko mikononi mwao. Sasa wao ndio wanaweza kuamua nani afe nani asife. Sahihi kabisa. Yani hawa ndio wana uwezo wa kuamua nani afe na nani asife. Wewe unasemaje hapo? Lakini kadhalika yumkinuna fi qatl al-khalaya, huyu bwana akasema sisi wahandisi tuna uwezo wa kuua khalaya sirtania, zile chembe chembe au kadhalika vimelea venye kuweza kutengeneza kansa katika mwili wa mwanadamu. Sisi tunaweza kuwaua wale. Haya, kisha akasema tena bil ilaji al-kimyai, kwa tiba za kikemiko tu. Tukafanya mambo yetu masala ya kikemiko, tukaua baadhi ya bakteria au wale au vimelea ambao vina uwezo wa kutengeneza maradhi ya kansa. Tunaweza kufanya hivyo. Anasema hivyo. Au robotat annanuya, kadhalika au tuna uwezo wa kutengeneza roboti. Kazi ya roboti hiyo ikawa ni kuondosha vile vimelea vya kansa. Tunaweza kufanya vya hali za namna hiyo. Au tukatengeneza roboti likasimama imara mahala pa kiungo kilichoharibika. Tunaweza kufanya vitu vya namna hiyo. Hawa ni wahandisi. Kwa hali hiyo wanasema sisi ndo tuna uwezo wa kujua nani abaki kuwa hai, nani afe, nani hatutaki afe, arejee kwa uhai, na hapa ndipo panapatikana maisha ya milele. Lakini kadhalika wakasema wayumkinuna ibadati aljarathimi fi ri'atayn, na tunaweza vile vile kuwaviza wale jarathim bakteria hasa katika sehemu ya mapafu bil mudadat, kwa kuleta antisumu ili kuwadhuru, kuwazuia wale bakteria wasiendelee kuleta madhara katika mapafu. Sisi ndo tunaweza kufanya haya mambo. Kwa hiyo sisi ndo tunapanga nani awe hai na nani afe. Lakini wayumkinuna tanshitu alqalbi, lakini kadhalika tunaweza vile vile kuweka nishati katika moyo. Moyo ukipoteza umeme, ukapoteza nishati, wewe itabidi ufe. Anasema sisi tunaweza, moyo upoteze nishati, sisi tunaweza kuweka nishati. Ni watu wangapi tunaona wana betri zipo katika mioyo yao? Wamepandikiziwa betri zinafanya kazi. Kwa hiyo mioyo yao inakwenda wao wakiwa hai. Kiasi ambacho wanasema lau kama sio sisi kumwekea huyo mtu betri katika moyo wake, la sara ila kana, angeshakufa katika hali na hiyo. na usipokuwa makini shekhe, unaweza kwenda katika hoja hizo, kwa sababu ni hoja za msingi. Kweli wale bakteria na virus wanaua kweli, ili wewe unabaki kwa salama. Maana yake sasa kama uwezo kama una uwezo kumua bakteria ambaye wewe kama chako kawaida haumuoni. Maana yake hawa ndio wanapanga maisha ya nani abaki kuwa hai, nani afe. Unakubali hizi nadharia? Twende sambamba hapa. Lakini kadhalika idha tawaqafa wa yumkinuna tanshitu alqalbi, na inawezekana kwetu kuweka nishati katika moyo. Idha tawaqafa, pale ambapo moyo unaposimama.
Moyo ukisimama, wanasema sisi tunaweza kuufanya uendelee ule moyo katika hali za namna hii. Sasa wakasema hao mabwana umeenda mbali sana. Tena anidhahi bil adwiya, tena tuna uwezo wa kuufanya moyo uweze kupiga mapigo yake na usukume damu kwa kutumia madawa tu. Ni wangapi mtu tunawaona wanaishi kwa madawa, wana mioyo mipana wengi, mioyo ambayo inashindwa kufanya kazi zake, lakini wanameza vidonge kila siku na maisha yanaendelea kuwa yapo. Ndio hawa mabwana wanasema masuala ya kufa sasa hivi mistari ya kifo inafutwa kabisa, watu hakuna kufa katika hali za namna hiyo. Sasa wewe unasemaje hapa? Inawezekana haiwezekani? Hilo ndio swala tunakuja sasa. Lakini kadhalika wasadamat alkahrubaiya, lakini kadhalika na ni wangapi tunaona mioyo yao imesimama, lakini tunatumia zile shoti za umeme kwa ajili ya kuamsha ile mioyo iliyosimama. Sahihi. Kuna watu mioyo yao imesimama alafu wanapigwa shoti zile za umeme za kitaaluma, pap, moyo unarudi tena, mapigo ya moyo yanaamka tena. Mara ngapi umeona haya matukio? Sasa mabwana wanasema masuala ya kufa marufuku kuanzia sasa. Hakuna tena mambo ya kufa. Hakuna kabisa masuala ya kufa. Utake mwenyewe tu kufa. Lakini wa idha lam yanjah al-amru, na wanasema ikiwa kama jambo hili la kushtua moyo kwa kutumia umeme halikufaulu, fayumkinu nazaru qalbin jadidin, hapo sasa sisi tutaweza kupandikiza moyo mpya. Yani moyo wako si umeshtuliwa, umekataa, lakini kadhalika umepewa madawa, imekataa. Wanachokifanya wanafanya tekniko za kupandikiza moyo. Unatolewa huo wa kwako, alafu wanakuwekea moyo mwingine, maisha yanaendelea. Nani anakufa hapa? Hafi mtu kwa mazingira kama haya. Sasa hizi nadharia ni nadharia hatari sana. Na kisha wakasema katika majambo haya, kuna mmoja katika wanavyoni alisema maneno makubwa sana. Alafu huyu bwana mkubwa huyu Al-Harari akaja akasema maneno yafuatayo. Sikiliza maneno aliyosema na mwanachuoni. Mwanachuoni mmoja alisema, la yujadu fil hayati albashariyati haqiqatun mutlaqatun mithla almaut, hakuna uhakika wa maisha katika ulimwengu huu isipokuwa kilicho hakika sana kwa kila mwenye uhai ni kifo. Ndio kitu kilicho hakika kabisa. Lakini kadhalika akasema tena, wala yujadu musibatun a'dhamu minhu, na wala hakuna kitu ambacho chenye msiba mkubwa kuliko nini? Kuliko kufa. Yani mtu akifa au kiumbe akifa, huo ndo msiba mkubwa zaidi. Wanavyona wanasema maneno haya. Akasema, fahuwa alkarithatu allati yaqifu amamaha albasharu ajizina, na hilo ni janga ambalo linasimama imara kabisa mbele ya viumbe wote, ajizin, wakishindwa namna ya kutatua tatizo hili. Haya ni maneno ya mwanachuoni. Anasema, laisa faqatu ghairu qadirin, si kwamba hawawezi tu kuondosha hicho kifo, bali anasema ala irja'i almayit lilhayati, si kwamba kuweza tu kurejeza uhai kwa mtu ambaye aliyokufa, bal hatta ghairi qadirina ala fahmi ma hiya almaut, hata ikinafikia wakati wao wanashindwa hata kufahamu umauti wenyewe ni nini. Lakini wa tariqati nahwi alalami alakhar, na njia ya kuelekea katika ulimwengu mwingine, wanashindwa kufahamu katika hali za namna hiyo. Akajibu sasa mwamba, ndo namalizia maneno hapa. Akasema, wa ma'adhalik, Al-Harari anasema filosofu huyu, ambapo hii ni fikra walizonazo watu wengi katika wakati wa sasa, wanapotezwa na fikra hizi kama akili yako itakuwa haisimami sawa sawa. Mimi walinishangaza sana baadhi ya watu, yani wakati ule tunaongea na yule mwenda wazimu mwingine yule anaitwa Chionda. Kuna watu walisema Chionda ana akili kubwa sana, yani kusema hakuna Mungu ndo akili kubwa. Hivi watu wamekuwa, yani ubongo zao zimeoza kwa kiwango gani? Yani kusema hakuna Mungu yoyote hapa, hakuna cha Mungu, eti hiyo ndo akili kubwa. Subhanallah. Na hasa wa majenzia wa yani akili zao zimeoza kabisa, uvundo mtupu. Akili sawa sawa kweli hizi, kwamba mtu akisema hakuna Mungu ndo ana akili sana.
Kuna mwehu mwingine kazuka siku hizi anasema hadithi hazifai, sisi tunataka Qur'an. Wanakuja wenda wazimu wengine wanasema yani huyu bwana yuko sawa sawa kabisa, yuko sawa sawa kabisa. Eti usawa sawa na akili kubwa na kuwa yeye ndo anafuata ni kule kukataa hadithi za Bwana Mtume. Wewe uliona wapi vitu vya namna hiyo? Yani mtume aliyoletewa Qur'an iwe ni ya kweli iliyoletwa kwa mtume, lakini mtume mwenyewe yale anayosema yawe ya uongo. Si mauzauza. Hatari sana. Inawezekana kwa. Inawezekana Sheikh. Haya, sasa sikiliza huyu mwamba anasema wa ma'adhalika, pamoja na hayo maneno mliosema nyinyi wanavyoni. Al-Harari filosofu huyu anasema istata'at al-basharu khilal al-uqud al-qalila, wanadamu wameweza sasa katika nyakati za miaka michache tu almadhiya iliyopita antahtawi almauta bisuratin au bitaakhurin, kwa maana wanaweza kabisa kuhakikisha wanafuta umauti au kuchelewesha umauti wenyewe, yani kusogeza mbele. Yani walichoanza hawa wana science kwa mujibu wa filosofu Al-Harari yeye anasema ya kwamba hatua ya kwanza walioanza ni hatua ya kusogeza kifo mbele. Kisha baadaye itakuja hatua ya kukifuta kabisa kifo chenyewe kiwe hakuna. Unaamini inawezekana? Usiseme tu haiwezekani, usiseme hivyo. Bali ukisema haiwezekani tupe data, na wewe unayesema inawezekana tupe data pia. Ndio tunataka vitu vya namna hiyo. Sikiliza sasa. Fatatawarat ulumu tib. Kwa hali hiyo sasa walichokifanya hawa mabwana ni kuitengenezea ilmu ya tiba katika njia tofauti na vitengo tofauti, matawi mengi sana. Kwa katika haya matawi kila mmoja anashughulika katika sehemu yake kuhakikisha hichi kifo kinasogezwa mbele kabla ya kukifuta kabisa kiwe hakuna. Mfano, akatoa mfano akasema وقضت على كل الأوبئة التي كانت تسبب الموت، lakini kadhalika na kumaliza hata mazingira ambayo hayo mazingira yanasemekana yana uwezo wa kuleta nini? Umauti. Yamalizwe yale mazingira, yaondoshwe mazingira ya hali ya namna hiyo, sawa? La muhalatan. Mathal malaria. Akatoa mfano maradhi ya malaria. Malaria imekuwa imeua watu wengi sana. Sasa hivi nani anakufa kwa malaria? Kama wapo ni wachache sana. Ndio wanasema unaona, kwa kuwa malaria ilikuwa ni moja katika asbabu ambazo zinapelekea watu kufa. Leo tumefanikiwa kutokomeza malaria. Maana yake ni ishara ya wazi tumesogeza nini? Kifo tumekiakhirisha. Yani ilikuwa huyu anayepata malaria inatakiwa afe, lakini kwa leo hafi tena. Hatua hiyo tunakwenda kufuta ule umauti wenyewe. Lakini watauni na maradhi ya tauni ni maradhi yanatokana na panya. Na haya yanakwenda kutoboa utumbo. Sasa hii ni hatari sana. Katika lugha nyingine mnaita typhoid na mfano wa hayo. Lakini wasil na maradhi ya sil, TB. Zamani alikuwa mtu akipata TB safari imemkuta. Lakini kwa sasa akipata TB anatibiwa tu na mambo yanaendelea. Tumesogeza mbele mauti. Lakini walkolera na maradhi ya kipindupindu. Zamani ilikuwa mtu kiingia kipindupindu mzee, watu wataondoka kama kuku. Lakini leo inaweza kudhibitiwa hiyo hali. Kwa hiyo wanasema hizi ni hatua za kusogeza umauti mbele. Unakutana na watu wapuuzi kabisa, afu wanachukua nadharia hizi wanakupandikiza kwamba hakuna Mungu hapa, kinachotakiwa ni technical. Yani ni masala ya kihandasa tu at-taqniya. Mambo ya technical tu basi. Na wewe unabeba kweli kabisa. Nikitazama unaona kama kuna kaukweli hivi. Kweli watu walikufa kwa malaria lakini sasa hawafi. Kweli watu walikufa kwa TB kwa sasa hawafi. Kweli watu walikufa kwa kadha kwa sasa hawafi. Hauoni kama kuna kaji ukweli fulani unaweza kukaona katika hali za namna hiyo? Kwa hiyo kuna hatari. Sikiliza maneno, anamaliza maneno ya mwishoni. Wa hatta al-amrad allati lam yatawaffar laha ilajun, na hata maradhi ambayo mpaka sasa bado matibabu yake kiukamilifu hayajapatikana, walam taqhar, na wala bado hayajapatikana ufumbuzi wake, hata alana, mpaka hivi sasa. Mathal, mfano as-sirtan, maradhi ya kansa, hayajapatikana ufumbuzi wa kutibu moja kwa moja kwa mujibu wake.
Lakini kadhalika walidaz, na maradhi ya ukimwi haujapatikana moja kwa moja kutibiwa kwa mujibu wake. Wa Zuhaimar, na maradhi ya Zuhaimar. Zuhaimar ni maradhi ya kupoteza kumbukumbu kwa sababu ya umri mkubwa. Anasema haya pia hajapatikana na tiba yake mpaka sasa, lakini anasema mwamba najaha tibbu fi ibtaiha, lakini tiba ya kutibu kamili, yani kutibu maradhi yake kwa ukamilifu bado haijapatikana, lakini madaktari wamekuwa na uwezo na wamefaulu kuyafanya maradhi hayo yachelewe kuathiri na yachelewe kushambulia. Kwa hiyo wamesogeza kifo mbele. Wakati ujao ni kukifuta kabisa, kiwe hakipo kifo chenyewe. Hii ni hatari. Lakini kadhalika wa istita'u maridi al-idaz, wastata'a maridu al-idaz, na sasa hivi ana uwezo mgonjwa wa ukimwi kusurvive kwa muda mrefu tena bila hata alama za maradhi yenyewe. Unaweza kukutana na mtu ambaye ameathirika, Sheikh, huwezi jua kabisa. Unasema tushasogeza maradhi mauti mbele. Sasa hivi ni process za kufuta kabisa. Lakini kadhalika au sirtan au masala ya kansa, an yatakayyafa maaha bidarajatin ma, inawezekana kupunguzwa kwa kiwango kikubwa tu. Kapunguzwa kwa kiwango kikubwa tu, mtu akaendelea kufanya maisha na mambo yakaenda. Sasa mabwana wanasema kitu kimoja ambacho ndicho wanachokiendea hivi sasa ni hiki. Wanasema ya kwamba huyu mwanadamu ambaye moyo wake umesimama, ni kwa nini basi huyu ukichukuliwa moyo wa mtu mwingine ambaye unapiga bado, akapandikizwa yeye ambaye moyo wake umesimama na kafa kabisa, hawezi tena kunyanyuka? Sababu ni nini? Ndo wako hapo katika kufanya tafiti zao, ili huyu mtu akiwekewa moyo ima wa plastiki, ima moyo wa kiroboti, ima moyo wa mtu mwingine, basi aweze kuinuka na maisha yaweze kuendelea. Swali ni moja, unahisi atafaulu au unahisi watafeli katika kuyaendea haya? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Lengo langu ni pale aliposema man dhal ladhi yashfa'u indahu illa biidhnihi. Hakuna yoyote yule ambaye anaweza kufanya ponyo kwa mwanadamu yoyote au kiumbe yoyote isipokuwa lazima kuwe na idhini ya Allah. Bila idhini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utajisumbua bure tu. Haya mambo hayajaanza jana na juzi. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Kisisina huyo. Huyo mwamba katika historia inasemekana alipewa kitabu na Sayyid Jibril alayhi salatu. Mkasa wake ni mrefu, sitaki kurejea hapo sababu tuna shughuli fulani. Kwa hiyo yule bwana sasa, katika kile kitabu kilikuwa na asrar, kina siri. Yule bwana akawa analeta dhana na fikra ya kuondosha kabisa kinachoitwa umauti. Akamchukua chura, akamuua, akafa kabisa, sio kazimia, kafa. Kisha baada ya hapo yule chura akafanya yale maalumat yaliyohitajika pale, chura akarudi kuwa hai. Akaendelea na maisha vizuri kabisa, na inasemekana yule chura aliishi umri mrefu kuliko hata wale vyura waliokuja kuzaliwa baada yake. Basi baada ya hapo sasa akawa analeta fikra, anasema hii sio kwa chura tu, inatakiwa sasa hivi watu wasife tena, hakuna mambo ya kufa hapa. Akawa sasa process yake anaihamishia kwa mwanadamu. Ndio Mwenyezi Mungu akamwambia, we subiri, kabla hujafika huko, akazimwa mapema. Habari yake ikaishia hapo, na huo utaratibu ukawa ndio mwanzo na mwisho, umefia hapo. Kwa hiyo wapo watu wanaibuka. Kwa hiyo hizi fikra za watu ambao wameibuka hawa, wanasema hakuna Mungu, kuna nature, hakuna kufa, ukishakufa wewe utakuwa mavumbi tu, wala hakuna adhabu za kaburi, hakuna. Hawa sio kwamba eti ndio atakuwa wameanza wao. Na hata nyinyi mnaona ndio akili kubwa, basi nyinyi ndio mna uozo wa akili kuliko unavyofikiria. Akili kubwa kusema Mungu hakuna ndio akili kubwa.
Hakuna kiyama, ndo akili kubwa. Hakuna adhabu ya kaburi, hiyo ndo akili kubwa yenyewe. Sasa udogo wa akili utakuwaje kama hii ndo akili kubwa hii? Jamani, tueni makini sana inshallah. Sasa tunaandaa kipindi rasmi. Watu wanatakiwa kuishi milele na inawezekana. Kwa utaratibu gani? Ndio tutafahamiana inshallah. Bwana, mimi ni kushukuru sana wewe ambaye ulikuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka kufikia hapa tamati, na kubwa kabisa namna ambavyo umejaribu kuona hizi ni fikra za mwana falsafa ambaye wameeleza, lakini pia ameonyesha namna ambavyo jitihada zilipofikia. Sasa jitihada zilipofikia ni kutaka kujua, je, kwa nini moyo wa mtu aliye hai na mtu aliyekufa ukichukuliwa huyu ambaye moyo wake uko hai kufungiwa yule ambaye aliyekufa, huyu mtu hanyanyuki? Kwa nini? Kwa nini hanyanyuki? Maana wao wapo kwenye neno kwa nini ili wapate majibu sahihi, na baada ya hapo waje na utaratibu ambao unaoweza kumfanya huyu mwanadamu aweze kuinuka. Swali la msingi, je, Mwenyezi Mungu alivyoeleza kwamba kila mtu, kila kiumbe watakufa, je, itakuwa kwamba kwa Mwenyezi Mungu kasema uongo, imekuwaje? Hichi ndio swali ambalo tunatakiwa baki nalo hapo, na kipindi kijacho kupata ukweli ulio sahihi zaidi kunako masala haya. Na kubwa, zindua kile yako nako fikra hizi hatari sana, zinaweza kutafuna imani yako haraka mno kuliko unavyofikiria. Kwa hivyo ukiwa una fikra nyepesi za kupokea watu wa namna hii, kwa kweli naamini kabisa uwezekano wa kufuta imani yako ni dakika sifuri kwa namna mambo yalivyo, kwa sababu watu wanapenda kuishi kweli na akijua kifo hakuna mzee haraka kuungana nao, lakini mwisho wa siku kweli akifo unabaki huko pale. Kwa hivyo mimi nikwambia ndugu yangu mtufuatilia kwamba usikomenti vibaya kabla kufuatilia hii clip mwanzo mpaka mwisho wake, lakini pia usitoe mishipa ya shingo bila kuifuatilia clip hii mwanzo mwisho. Utapata kujua ufasaha wa hali kunako swala hili biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka kwamba sisi tuko zetu hapa jijini Kampala nchini Uganda, na shughuli hapa zinaendelea za masuala mbalimbali, lakini pia katika tiba, lakini pia na dua za aina mbalimbali watu wanafanyiwa. Kwa hivyo kwa wewe ambaye upo katika ardhi hii ya Kampala, ama akhi Sheikh Hussein bin Diwan, watu wa Kampala ni watu wakarimu sana, lakini kadhalika kuna wale ambao wana shida za aina mbalimbali. Kuna watu ambao wanatuhitaji kwenda katika migodi yao ya dhahabu. Sahihi. Sisi tuko tayari, niwaambie wala wasiwe na shaka, maana kuna wengine wanapigia simu mpaka wanahuzunika. Sahihi. Nasema siku ni chache kweli, unatakiwa ufanye haraka sana katika hili. Mimi nikwambie tu ndugu yangu, kinachokupasa kufanya ni ufanyaji tu wa wepesi ama wa haraka wa kutufikia mahala tulipo. Na kumbuka tupo hapa Mutundwe, jirani kabisa na museum hapa, katika jirani kabisa na msikiti wa Mawia Mosquiti. Hapa ndipo tulipo. Kwa hivyo unaweza kutupigia simu tu na kisha ukaelekezwa ukatufikia mahala ulipo. Kwa wewe ambaye mwenye mitihani mbalimbali, ima una kesi imekukabili, ima una maradhi ya kimashaitani yamekukabili, lakini pia una maradhi ya kibiolojia ambayo tayari ushapambana sana haujapata suluhisho lake, ima wewe ambaye umedhulumiwa ama umetapeliwa, lakini pia kwa yule ambaye mwenye changamoto za kuwa na matatizo, migogoro katika ndoa yake, ima umekimbiwa ama umeharibikiwa shughuli zako za kibiashara, basi tumia fursa hii kutana nasi hapa jijini Kampala nchini Uganda kumaliza changamoto hizo. Ni masiku 7 tu tunayo hapa, na bila shaka baada ya siku ya pili. Leo siku ya pili, maana bakia masiku 5 pekee. Kwa hivyo tumia siku hizi kwa ajili ya kuelekea yale majambo yako kwa ufasaha wa hali ya juu, na kheri nyingi zitapatikana insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo nakuja na swala moja muhimu ambalo ni tanbihi ama tahadhari ya kwamba kumezuka matapeli ambao wakitumia jina la Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali wakijifanya wao ndio Sheikh Yusuf mwenyewe. Kwa hivyo unaweza kuona mfano huyu bwana huyu, watu wametapeliwa wengi mpaka kufikia sasa kupitia bwana huyu hapa, yeye akidai kwamba yeye ndio Sheikh Yusuf Diwani mwenyewe. Na kwa bahati mbaya sana, na watu hawawezi kuona tofauti, sababu ameweka mada zote za Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, na kubwa ndio tunatoa tanbihi, na hapa Sheikh atatia neno kwa ufupi kabisa kwa watu hawa ambao wenye taratibu hizi za kufanya utapeli kupitia jina lake. Yeye anazungumza kitu gani na
ni ipi tahadhari kwa jamii ambayo imekuwa ikitufuatilia kwa nyakati zote? Sheikh, kuna hili swala ambalo liko mbele yetu hapa na utapeli na limeshamiri kwa kweli. Channel nyingi sana ambazo zinachukua mada zetu wakijidai kwamba ndio wewe na kwa bahati mbaya pia wanapoweka ni kazi ngumu kidogo kubaini kwamba sio wewe. Lakini wito wako wewe na watu wa namna hii, nini unawaambia jamii ili waweze kuepukana na utapeli unaoendelea siku baada ya siku? Naam, jambo la kwanza mimi ni wape pole wale wote ambao wametapeliwa kupitia huyu bwana na wengine. Ndugu zangu, napenda niwafahamisheni, akaunti yetu sisi sio hii mnayoiona hapa. Hii ni akaunti feki. Huyu mtu kaandika Sheikh Yusuf Diwani, kaandika hivyo. Hii sio akaunti yetu sisi na wala hatuijui kabisa. Na hizi namba alizoweka hapa ni namba zake huyo mtu, sisi hatumjui. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye amewasiliana na huyu bwana akahisi anaongea na Yusuf Diwani, huyo katapeliwa. Namba zetu sisi ni hizi hapa. Lakini kadhalika vile vile ukiona unaambiwa tuma pesa, alafu jina la upokeaji wa pesa linakuwa tofauti na jina la Yusuf Mshindo Diwani, jua kabisa hapo unaibiwa. Huyo unayemtumia pesa sio Yusuf Diwani. Ili awe yule ambaye wewe unamtumia pesa awe Yusuf Diwani, majina yatakuja hivyo hivyo, Yusuf Mshindo Diwani, ndio majina yatakuja katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo shtuka ndugu yangu, ukiona anakuambia mimi ni Yusuf Diwani, alafu kadhalika anakuambia tuma pesa, unamuuliza majina atakayotokea katika namba hii inayopokea pesa ni majina gani, anakutajia majina tofauti au unaona majina tofauti na majina ya Yusuf Diwani, jua kabisa huyo ni tapeli, anakuibia na sio Yusuf Diwani. Channel za namna hii ni nyingi sana, watu wamezianzisha kwa lengo la kutapeli watu. Yaani wanatumia jina langu kwa ajili ya kutapeli watu. Kwa hiyo kuweni makini ndugu zangu. Tumejitahidi sana namna ya kufanya ili kuweza kudhibiti hii hali, ni ngumu sana kuidhibiti. Kwa hiyo jambo la msingi ni sisi kuwapeni tahadhari nyinyi jamaa zetu. Inawezekana mkaa mnaongea nao sana, mkahisi mnaongea na sisi, mkawatumia pesa, mkahisi mmetutumia sisi, lakini la, sio sisi kabisa. Sisi akaunti yetu na namba zetu ni hizi ambazo unaziona. Lakini akaunti ya huyu jamaa ni tapeli, kaandika Sheikh Yusuf Diwani, na bahati mbaya akachukua klipu zetu nyingi kaziweka. Kwa kweli unaweza ukaamini ukahisi ni yeye, lakini namna nyepesi ya kufahamu kwamba sio yeye, chukua namba zake hizi. We muulize, tumwambie bwana nataka nikutumie fedha katika haya ambayo tumezungumza. Je, jina linatokea nani? Akikutajia tu jina litakalotokea katika hiyo namba ambayo anataka atumiwe pesa, likatokea tofauti na jina la Yusuf Mshindo Diwani, jua kabisa huyo unayezungumza naye siye, na kadhalika vile vile ujue huyo anakutapeli. Huyo ni tapeli. Kwa hiyo kuwa makini sana kutokana na haya masala ya kimitandao, ni hatari sana ndugu zangu. Na hapo kwa kumalizia nikukumbushe kwamba bahati mbaya sana watu wa matapeli kwanza hajulikani ofisi zao ziko wapi. Sahihi kabisa. Naam, hawa utamwambia bana basi nataka nije nikuone, atakwambia wewe fanya tu taratibu, tuma pesa, mimi nitakufanyia jambo lako. Yani ndio wako hivyo. Maana hawana anwani sahihi ya kupatikanwa kwao. Kwa hivyo akiwepo ukiwa Zanzibar, ukiamini kwa Zanzibar atakwambia nipo Dar es Salaam. Na ukiwa Dar es Salaam atakwambia nipo Zanzibar. Ili mradi tu kwamba muonekane kuna kupishana kwa namna moja ama nyingine. Na ukimwambia nipo Zanzibar atakwambia niko Mbeya. Ukimwambia niko, yani lazima tu yakwambie sehemu ambapo itakuwa ni mbali na hapo ulipo wewe. Sasa huu ni utapeli na ni uhuni. Sisi ofisi yetu inapatikana hapa Mbagala Kiziwiani, barabara ya lami ya Jeshini. Ndipo inapatikana ofisi yetu. Na namba zetu zote zinatoka jina hilo hilo, Yusuf Mshindo Diwani. Zote namba zetu zinatoka jina hilo. Ukiona namba inatoka jina lingine, tapeli huyo, anakudhulumu, anakutapeli, shituka, zinduka haraka. Hatuhusiki sisi na channel za kitapeli hizo. Na kwa hakika tutanbii kwa majamani, tuzinduke. Ukimwona mtu anakuambia tuma tu, na wakati we mahala ulipo unaweza kumfikia. Na sisi watu ambao kwa Dar es Salaam hii tunawaambia wafika kabisa
ofisini kwetu, kwa sababu ndio sehemu sahihi ambayo unaweza kukutana nasi na huduma zile zikaendelea hapo. Wale labda tu wale ambao wako mbali sana na hakuna namna ya kufanya, na hata ikiwa hivyo basi majina atakayokuja akiambiwa kutuma pesa yatakuja vile Yusufu Mshindo Diwani, lazima yaje hivyo. Kwa hivyo kiona tofauti, jua kabisa hapo unapigwa. Ogopa matapeli. Matapeli ni wengi sana, hawana wachokijua isipokuwa watumia zile taaluma za watu na kufahamika kwa watu, lakini pia na ustawa watu kwa ajili ya kutapeli watu wengine. Zinduka katika jambo hili, ni hatari sana. Kumbuka ofisi yetu iko Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, na namba zetu za simu ni hizo ambazo unaziona hapo na sizo zingine. Kumbuka kwamba ni hii tumetoa kama mfano wa akaunti. Hii zipo akaunti nyingi sana ambazo kikweli tukiweka hapa zinaweza kufika hata 100. Lakini zinduka kwamba nili zetu zote zinakuja majina ya Yusufu Diwani. Ukiona utamtuma pesa jina lingine, hapo unapigwa ndugu yangu. Kuwa makini, zinduka. Na niwaombe tu ndugu zangu ambao mtapata klipu hii, naomba isambazeni kwa kasi sana ili kuwanusuru ndugu zetu wasiende wakatapeliwa na hawa matapeli. Basi ukipata klipu hii msambazie na mwenzako ili kunusuru wigo na watu wengi ambao tayari wamekwishatapeliwa wasitapeliwe na wengine ambao bado hawajafikia katika mikono ya watu hawa ambao ni hatari sana katika masuala ya utapeli. Na jitihada zimefanyika na ripoti ziko polisi, tunaendelea kutafuta, ila atakayepatikana mmoja katika hao basi ndio atakayedili kulipa za watu wote ambao tayari wamekwisha tapeliwa. Kwa hivyo na wewe kama unafahamu mchezo huo, acha mara moja, ni hatari sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734.